أيام التشريق. حكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ndugu zangu wanafunzi, wanaume na wanawake, mbele yetu kuna masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo ni michana bora kuliko michana yote katika ulimwengu. Hivyo tutakuwa tuna maudhui muhimu ya kuipitia risala hii ya ahkamu 10 Dhulhijja wa ayami tashriq, hukumu za masiku 10 ya Dhulhijja na masiku ya kuanika nyama. Ahkamu 10 Dhulhijja. Dhulhijja Kiswahili tunasema ni mfungo 3, ambapo sasa hivi tupo katika mfungo 2. Kwa hiyo mwezi ukiandama tumeingia katika mwezi wa mfungo 3 ambao Dhulhijja. Na ayamu tashriq. Ayamu tashriq ni siku 3 zinazofuatia baada ya siku ya sikukuu ya kuchinja. Sikukuu inakuwa ni mwezi 10. Ikimalizika sikukuu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hizi siku 3 zinaitwa ayamu tashriq, siku za at-tashriq. Na neno at-tashriq maana yake kuanika nyama. Zamani ilikuwa wanapoenda mahujaji wakachinja zile nyama, wakawachinja wanyama, nyama zile zinakuwa nyingi. Ilikuwa kuna majokofu wala vitu vya kelele vya kuhifadhia nyama. Kwa hiyo ilikuwa kizianika juani zile nyama. Kwa hiyo kile kitendo cha kuanika nyama kinaitwa tashriq, kuanika nyama. Kwa hiyo inaitwa ayamu tashriq, siku za kuanika nyama. Hivyo kila mmoja aniazime masikio yake na moyo wake katika kukisoma hii risala hii biidhnillah ta'ala. Tutapata faida kubwa sana, na kwa kuwa ni kikubwa kidogo tutakigawa katika sehemu mbili. Kwa hiyo leo tutasoma nusu yake au sehemu, na inshallah sehemu inayofuata iliyobakia katika darasa itakayokuja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أنا سمع الشيخ عبد الله المزروعي، إبراهيم بن عبد الله المزروعي، فإن من فضل الله تعالى، حقيقة miongoni mwa fadhila zake Allah. فإن من فضل الله تعالى، حقيقة miongoni mwa fadhila zake Allah, ala ibadihi, juu ya waja wake, an'ama alaihim, ni kuneemesha kwa wao, bil mawasim al azima, kwa mausim ambayo ni kubwa. Mausim ni kipindi cha jambo, kama vile Kiswahili kuna msimu wa embe, kuna msimu wa machungwa, msimu wa kitu fulani. Kwa hiyo mawasim maana yake muda fulani wa jambo fulani. Allah katika neema zake ni kuwaneemesha wao, kuweka hizi mawasi ambazo ni kubwa. Wal ayami alfadila, na siku zilizokuwa bora. Litakuna maghnaman littai'ina, ili zipate kuwa ni sehemu ya mavuno. Maghnam toka neno ngawira, ghanima. Kwa hiyo ni sehemu ya mavuno ya mtu kuweza kujichumia, littai'ina, kwa wale wenye kutii. Tizama, wafanya biashara wana kipindi cha bonus, si ndio? Unaweza ukenda ukaambiwa kuna discount ya 40 au 30, kitu kile kinauzwa milioni 2
sasa hivi kinauzwa 1,200,000. Kwa hiyo imepunguzwa sehemu kubwa, na haya wenyewe wanayajua. Kipindi fulani hichi unawakuta wengi katika wafanyabiashara hao wanaelekea Dubai, wanaelekea katika mamoli fulani kwa ajili ya lile punguzo lilowekwa. Mwenzangu, wewe huna biashara yako hii hapa, uko na Allah, sawa? Basi lazima ufahamu kwamba kuna kipindi rakaa 2 zako zinakuwa bora kuliko rakaa 10 za muda mwingine, kama vile ambavyo kuna maeneo rakaa 2 zake zinakuwa zina thamani ya 1,000 katika misikiti mingine, au ya 100,000 katika misikiti mingine. Kwa hiyo lazima ujue sehemu, lazima ujue wakati, na ili iwe sababu ya wewe kunufaika katika ulimwengu wako katika upande wa ibada. Kwa hiyo wa midanan, na uwanja litanafusil mutanafisin, ya kushindana ya wale wenye kushindana, litanafusil mutanafisin. Na kama alivyosema Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, amesema idha ra'aita ar-rajula yunafisuka fi ad-dunya fanafisuhu fi al-akhirah. Ukimwona mtu anashindana na wewe katika dunia, unachokifanya, unachonunua, unachopigia maendeleo, na yeye yuko nyuma anashindana na wewe, basi shindana naye katika akhirah. Wewe jitahidi katika ibada, kusoma Qur'an, fanya adhkar, kujielekeza kwa Allah, fanafisu fil akhirah. Wa idha ra'aita ar-rajula yunafisuka fil akhirah, lakini ukimwona mtu anashindana wewe katika akhirah, katika sunna iko mbele, kufunga, kufanya ibada, katika mambo ya khairi, kusoma, kisha maliza Qur'ani, kisha hitimisha, fanafisuhu fihi, na wewe shindana naye. Kwa hiyo watu wanashindana katika mambo ya akhira. Duniani Allah akishagawa kila mmoja fungu lake na riziki yake, na katika dunia hutaki ushindane na mtu. Katika dunia unaomba mtizame aliye wapi, aliye chini yako, na wala usimtizame aliye juu yako. Wewe kweli huna kitu, nauli ya kuja chuoni unaikamata mkononi kwenye gari vikonda, asija kusema ikipotea huna nyingine, basi kuna wengine hata hiyo nauli hawana, wanakuja kwa mguu kutoka fuoni mpaka hapa chuo kwa mguu. Shukuru Allah azza wa jalla katika hicho kidogo alichokupa, ili apate kukuzidishia. Wa min hadhihi almawasim 10 dhulhijja, na katika mausimi hii ni masiku 10 ya dhulhijja wa ayami tashriki baadaha, na masiku ya kuanika nyama baada yake. Haithu anna hadhihi alayam, wa namna ya kwamba haya masiku kanat mahallan li ummahati alibada, imekuwa ndiyo sehemu ya zile ibada mama katika makumi haya, au katika 10 hili la Dhulhijja, masiku 10 ya Dhulhijja, zile ibada mama zote zinafanywa. Minas sala wa siyam, katika sala na funga, wa sadaqa wal haji wal udhiya, na mnyama kuchinja, wal udhiya, na mnyama kuchinja, wa takbir wa ghairiha, na mengineyo. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, والمسلم مطالب بأن يعمر هذه الأيام، na muislamu anatakiwa kuimarisha masiku haya bianwa'il qurubati, kwa aina mbalimbali za kujikurubisha kwa Allah. Yani hata kama uko chuo, isipite siku hii ya Dhulhijja katika haya masiku 10 kana kwamba siku nyingine isiyokuwa Dhulhijja, isiwe hivi. Wa alayhi an yata'allama al-ahkam ash-shar'iyya, na ni wajibu wake muislam kujifunza hukumu za kisheria, almutaalliqatu biha, zenye kufungamana na masiku hayo, liyuhsina istighlalaha, ili afanye uzuri kuzitumia kwake, ili afanye uzuri istighlala, yani istimalaha, kuitumia ile fursa kama yambaghi, kama inavyotakikana. Wa ahamu masail albahth ma yali, na mambo muhimu ya kuyapekua tukizungumzia ibada hii ya 10 Dhulhijja yaliyofanywa ndani yake, yanofanywa haya mambo yafuatayo. Kwanza tutaona fadhlu 10 Dhulhijja, ubora fadhila ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ya pili, ma yajtanibuhu fil 10 man arada al-udhiya
yale ambayo anojiepusha katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja, anayetaka kuchinja. Kwa mtu ambaye amekusudia kufanya ibada ya kuchinja, kuna mambo ambayo hatakikani kuyafanya. al-a'malu wat-ta'atu fil 'ashri wa minha al-hajj wal-udhiya, amal na utiifu katika 10 hili, na miongoni mwa hayo ni hija na udhiya. fadlu yaumi arafa wat-takbiri fihi, fadila za siku ya Arafa na takbira kuleta ndani yake. fadlu yaumi an-nahri wa ahkamuhu au ahkamihi, fadila ya siku ya kuchinja na hukumu zake. fadlu ayami at-tashriqi wa adabihi, tutaona pia fadila za ayamu at-tashriq na adabu zake. qala nasema hafidhahu Allah ta'ala, jambo la mwanzo fadlu 10 dhilhijja, fadlu 10 dhilhijja, ubora wa masiku 10 ya Dhulhijja. Anasema Sheikh, inna Allah azza wa jalla, hakika ya Allah aliyetukuka, faddala ba'd ash-shuhuri, ameifadhilisha baadhi ya miezi. faddala ba'd ash-shuhuri, ameifadhilisha baadhi ya miezi. wal ayyama wal layali, michana na mausiku, ala ba'd, juu ya mengine. liyakuna dhalika aunan lilmuslim, ili lipate kuwa hilo ni msaada kwa muislam, fi ziyadati al-amal, katika kuzidisha kutenda, waraghbati fi at-ta'a, na kuwa na mapenzi katika kutii, wa tajdidi an-nashat, na kufanya mpya ule uchangamfu. tajdid, kurenew, kufanya mpya ule uchangamfu. liya'dhuma ajruhu, ili upate kuwa mkubwa ujira wake. Tazama, siku zote hazina usawa kwa mwanadamu mbele ya Allah. Miezi pia inapishana katika ubora mbele ya Allah. Ipo miezi mitukufu, miezi minne, na haya masiku ambayo tunayasoma hapa yapo katika miezi minne. Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram. Hii ni miezi mitatu ambayo imefuatana katika ile miezi minne, na mmoja ambao umebakia ni mwezi gani? Mwezi wa Rajab. Hii ni miezi mitukufu. inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard, minha 4 hurum. Katika miezi 12 aliyoumba Allah ipo miezi minne mitukufu, ambapo sisi tupo katika mmoja katika miezi mitukufu hivi sasa. wayahdha binasibin wafir, na apate fungu kubwa min athawabi, la thawab. yahdha bimaana apate hadhi ya nasibin ay makan, fungu, sehemu kubwa. wafir bimaana adhim min athawab. وقد فضل الله تعالى 10 ذي الحجة، na Allah amefadhilisha masiku 10 ya Dhulhijja ala ghairiha min al-ayyam, juu ya mengineyo katika masiku. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، متومي نسمع: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. ما من، وجمين هذا للتوكيد. ما من أيام، hakuna katika masiku. ما من أيام، hakuna katika masiku yoyote. العمل الصالح، amali njema. العمل الصالح، amali njema. fihinna ahabbu ila Allah, ndani ya masiku hayo inapendeza zaidi kwa Allah. minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko masiku haya 10. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna katika masiku amali njema ndani yake inapendwa zaidi na Allah kuliko katika masiku haya. Masahaba walipoomba maneno haya wakashtuka. Qalu, wakasema: wala aljihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia ya Allah. Qala, mtume akamwambia: wala aljihadu fi sabilillah, wala pia kupigana jihadi katika njia ya Allah. Yani tazama, kupigana jihadi nje ya masiku haya, kupigana jihadi nje ya masiku haya. Jihadi ni amali kubwa, lakini atakayefanya amali katika masiku haya basi atamzidi atakayepigana jihadi katika masiku yasiyokuwa haya. wala aljihadu fi sabilillah illa rajul, isipokuwa mtu kharaja binafsihi wa mali, ametoka yeye mwenyewe kwa nafsi yake na mali yake. walam yarji' min dhalika bi shay, wala kurejea katika hiyo na chochote. Yani mtu ametoka nje ya masiku haya 10, ameenda kupigana jihadi,
mali yake ikapotea na yeye mwenyewe akafariki, huyu ujira wake utakuwa mkubwa kuliko atakayefanya amali katika siku hizi. Lakini amali zote zitazofanywa nje ya masiku haya hazitoweza kuzidi ubora wa ile amali ndogo itakayofanywa katika masiku haya. Kwa hiyo ni masiku ya thamani sana, masiku yenye ubora sana. Qala, anasema katika wengine imekuja, ma min amalin azka inda Allah, hakuna amali yoyote yenye utakaso mno mbele ya Allah. Azka inda Allah, yenye utakaso mno mbele ya Allah azza wa jalla. Wala a'zam ajran, wala yenye ujira mkubwa. Min khairin, katika khairi. Ya'lamuhu ya'maluhu, atakayoifanya mtu fi ashri al-adha, katika masiku 10 haya ya al-adha. Anasema Sheikh hafidhahullah, wa hadha dalilun ala fadli ayami 10 dhilhijja, na hii ni dalili juu ya ubora wa masiku 10 ya Dhulhijja, ala ghairiha min ayami sana, kuliko mengineyo katika masiku ya mwaka mzima. Tazama, tokea mwezi wa Muharram, tokea mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa mwanzo katika Uislamu, mpaka mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi wa mwisho katika Uislamu, hakuna katika masiku yenye ubora yenye thamani kuliko masiku yale 10 Dhulhijja. Swali linakuja, vipi Ramadhan? Vipi Ramadhan? Utukufu wa Ramadhan unakuwa mkubwa kwa yale mausiku yake, utukufu wa Dhulhijja unakuwa mkubwa kwa michana yake. Kwa hiyo mchana wa Ramadhan wa 10 la mwisho hauwezi ukazidi mchana wa 10 Dhulhijja katika 10 la mwanzo, kama vile ambavyo usiku wa Ramadhani katika 10 la mwisho hauwezi ukazidi mausiku yoyote katika ulimwengu. Kwa hiyo siku ya Arafa ni siku bora mchana wake kuliko masiku yote. Kadhalika Lailatul Qadr ni usiku uliokuwa bora kuliko mausiku yote. Imeeleweka? Kwa hiyo mchana 10 Dhulhijja, usiku unabakia ule ule wa nini? Wa Ramadhani. هذا هو التفصيل الذي ambao umetaja baadhi ya ulama, لأن رسول الله شهد بأنها أفضل الأيام, kwa kuwa mtume wa Allah ameshuhudia kwamba hayo ndiyo masiku yaliokuwa bora lilamali salih, kwa kufanya matendo mema. Wahatha fiha, na akahimiza ala alamali salih, ya matendo mema. Wa amara fiha, na akaamrisha ndani yake bikathrati tasbihi watahmidi watakbir. Mambo ya kuyazingatia hayo 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja panapoingia, hivi ndio vitu vya kuvikithirisha. Fi qawlihi, katika kauli yake, ma min ayami a'zamu inda Allah, hakuna katika masiku yenye ubora mbele ya Allah, wala ahabba ilayhi al'amalu fihinna, wala ikawa kuna matendo ambayo yanapendeza zaidi kwake yeye Allah, min hadhihi al-ayami al-ashri, kuliko haya masiku 10. Fa akthiru fihinna, basi kithirisheni ndani yake, min at-tahlil. Tahlil ni kusema nini? Tahlil ni kusema la ilaha illa Allah, wa takbir wa tahmid. Kuna watu wanakumbuka ile tahlili ya kwenda kula maandazi asubuhi, kwa sababu panasemwa la ilaha illa Allah, bid'ah, lakini asli yake inatoka neno tahlil. Tahlil bimaana halala, amesema la ilaha illa Allah. Wa mimma yadullu ala fadliha aidan, na katika yale yenye kujulisha juu ya fadhila zake pia vile vile, anna fiha yawma arafa, kwa madani yake kuna siku gani? Ya Arafa. Wa yawma an-nahri, na siku gani? Siku ya kuchinja. Wa fiha al-udhiya, ndani yake pia kuna al-udhiya, kuchinjwa nyama, wal hajj, na ibada ya hija. Qala Ibn Hajar rahimahullah, walladhi yadhhar, anasema na kile ambacho kinadhihiri zaidi, anna sababa fi imtiyazi 10 Dhulhijja, kwamba sababu ya kujipambanua, imtiyaz ya kujipambanua haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa nini? Limakani ijtimai ummahati alibadati fihi, kwa ile nafasi ya kukusanyika mama wa ibada zote ndani yake. Yani katika siku 10 hizi, zile ibada muhimu za Uislamu zote zimo katika
siku 10 hizi zile ibada zote za muhimu za Uislamu zote zimo. Wa hiya sala kila siku mtu anasali, wasiyam kuna ibada ya kufunga siku ya Arafa na pia kusunishwa masiku mengine, wasadaqa pia mtu anatoa sadaqa, walhaji na ibada ya hija inatekelezwa katika masiku haya, wala yataatta dhalika fi, na wala hilo alijitokezi katika muda mwingine. Kwa hiyo ubora wake ukawa ijtimai ummahati alibada, kule kukusanyika mama zile wa ibada zote katika masiku haya. Kwa hiyo nukta ya mwanzo tuliyoiona hapa, fadlu ayami 10 dhulhijja. Usizembee katika siku hizi. Unapanda gari, toa msafu wako, kaa kwenye siti, soma. Ukitoka hapa mpaka mjini unaweza kuwa ushapata hata juzuu moja, na hii ni fursa. Lakini kuna watu wanapiga umbea, wakikosa umbea wanamsema konda, wakikosa konda wanamsema dereva, au kila anaingia katika ile gari. Sasa haya hayafai, unapoteza muda wako. Tumia fursa yako ya wakati katika kufanya amali njema, hasa katika masiku haya. Hilo jambo la mwanzo. Jambo la pili, ma yajtanibuhu fil 10 man arada al-udhiya, anachojiepusha katika makumi haya yule ambaye anakusudia nini? Kuchinja. Na hii ni tanbihi ya watu wengi wanaona jambo la kuchinja hali wahusu. Yuko tayari kwenda kunua dira la Salma Feshe la 200,000 mpaka 300,000, lakini ukimwambia chinje mbuzi kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah hafanyi. Bali wanaume wako tayari kununua kanzu za 80,000 mpaka 90,000 mpaka laki, au akahongwa tu. Kuna wengine hata wanahongwa tu, basi bumu lote analitoa, alafu anje kulia siku ya siku. Sasa kuna ibada ya kuchinja sunna, dalati sunna, zimejulisha sunna ala man arada al-udhiya, kwamba yule mwenye kutaka kuchinja udhiya, yajibu alayhi an yumsik anil akhdhi min sha'rihi, ni wajibu juu yake kujizuia kutokata katika nywele zake, nywele kutozikata, min sha'rihi wa dhufrihi, na kucha zake, wa basharatihi, na ngozi yake, nywele ambazo zinaota katika ngozi mwili wake asizitoe. Mundhu dukhuli al-10, tokea kuingia zile siku 10, ila an yadhbaha udhiyatahu, mpaka atapochinja kichinjwa chake. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha raaitum hilala dhilhijja, mtapoona mwezi wa dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi, ajizuie kukata nywele zake, wa adfarihi, na kucha zake, hatta yudhi, mpaka achinje. Wa fi riwayati, katika riwaya nyingine imekuja, fala yamassa min sha'rihi, asishike, manake asikate katika nywele zake, wa basharatihi, na ngozi yake, shay'an chochote, manake asikate chochote. Na hii ni ishara ya kwamba kuna mafungamano baina ibada hii ya Eidul Adha na ibada ya hija ambayo inafanyika katika mji wa Makka. Kuna mafungamano, na ndio maana tunatakiwa kufunga siku gani? Ya Arafa. Na Arafa ile siku ambayo watu wanasimama kule katika viunga vya Makka. Anasema wa hadha amru lilwujub, na hii ni amri ya wajibu, wa nahyu litahrim, na katazo la uharamu, ala arjahi alaqwal, juu ya kauli yenye nguvu zaidi. Kwa nini? Liadami wujudi sarif lahuma, kwa kule kutokuwepo chenye kuviondosha hivyo. Vipi? Katika asili yake hakuna kilichokuja kuondosha katazo hili, kama likaraha litanzi, kwa ajili ya kujepusha kujeka mbali nalo, wala hii amri kwamba inaonyesha istihbabi, mtume huku alikata kucha zake, halikuja hilo. Kwa hiyo kwa kule kutokuwepo kile chenye kuondosha viwili hivyo katika asili yake, fa idha ta'ammada al-akhdha, atapokusudia kwa maksudi kukata, min sha'rihi, nywele zake, wa adfarihi, na kucha zake, alayhi an yastaghfira Allah, wajibu wake kumtaka msamaha nani? Allah. Wala fidyata alayhi, wala tuifidi, lakini anafanya dhambi na anafanya makosa. Wal udhiya bihaliha, na udhiya itabaki vile vile, aendelee kumchinja yule mnyama. Waman ihtaja ila akhdhi shay'in min dhalika, na mwenye kuhitajia kuchukua chochote, kukata chochote katika hilo, litadharruri, kwa kupata madhara. Sawa, asli mtu hataki kukata nywele zake akiwa mfano katika ibada ya hija, au amekusudia kuchinja. Lakini kama mfano mtu anachawa
wanamsumbua, kichwa kimemjaa chafu, au pengine ana mba au ana maradhi kichwani, asipokata para au nywele zake kuzipunguza hawezi akapona, anadhurika. Basi na hiyo ndio kwa sahaba anasema humiltu ila nabii sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi, nilibebwa nikapelekwa kwa mtume chawa kiporomoka katika uso wangu. Mtume akamwambia kata nywele zako, lakini atoe fidia. Qala, anasema fala ba'sa, hakuna ubaya kwa mtu wala shay alayhi, wala kuna chochote juu yake. Waman akhadha min sha'rihi, atakayekata katika nywele zake, au dhufrahu, au kucha zake, liadami iradatihi al-udhiya, kwa kule kutokutaka kwake kuchinja. Yani mtu mwezi umeandama hana kitu mfukoni, kwa hiyo hajaweka nia yako nini ya kuchinja, yeye kuna pilika zake, akakata kucha zake, akakata nywele zake, thumma aradaha, kisha akalitaka jambo hilo, amsaka hinaha, atajuzuia muda huu. Sawa, mzikana akapata pesa mwezi 5, mwezi 4, mwezi ngapi. Wal hukmu mutaallikun bil mudahhi, na hukumu hii inafungamana na mchinjaji. Hukumu hii inafungamana na nani? Mchinjaji. Wal wakilu la yataallaqu bihi nahyun, na wakala halifungamani na yeye katazo. Tazama, kuna mtu yuko UK, ndugu yako, rafiki yako, anakuambia vipi, unaweza kunisimamia jambo langu la kuchinja? Basi kuna pesa na kutumia, niulizie uko mbuzi bei gani, niulizie mbuzi bei gani. Wewe ukamtafuta mbuzi na ukaandaa utaratibu wa kumchinja. Nani mchinjaji hapa? Wewe wa daraja bovu yule wa UK? Mchinjaji ni nani? Yule wa nje kule aliotoa pesa. Sawa, yule ndo ambaye yatamhusu haya ambayo tunayataja. Ndio mwingine mke anataka kuchinja, bwana hana pesa, lakini bwana amepewa pesa na mke ajifanya kama ndo zake, aenda kutafuta mbuzi, naye atakayejizuia hapa na kukata nywele na kukata kucha. Nani baina mke na mume? Mke. Yule aliyotoa pesa ndo mchinjaji, na wewe ambao umepewa usimamizi unakuwa ni nani? Wakilu. Sawa jamani, wal wakilu la yata'allaqu bina, faman dhaha an ghairi, atakemchinjia mtu mwingine biwasiyati, kwa kupewa wasia, au wakala, fahadha la yahrumu alayhi akhdhu shay'in min sha'rihi, huyu hapa haramiki chochote juu yake kukata katika chochote katika nywele zake, au dhufri, au kucha zake, au basharati, au ngozi yake. Wa dhahiru nahi annahu yakhussu sahib al-udhiyah, pia na dhahiri ya katazo kwamba linamhusu bwana mchinjaji. Bwana mchinjaji ni yule mtoa pesa. Wala yaumu zawja, wala haliwahusu, haliwaenei nani? Halimwenei mke, wal aulada, na watoto, wa ghairahum, na wengine. Al a'malu wat ta'atu fil 'ashr min dhil hijja, matendo naita kwa nukta ya mwisho kwa leo. Matendo na taa katika 10 la mwezi wa Dhulhijja, masiku 10 yale ya mwezi wa Dhulhijja, wa ayyam tashrik. وقد مر معنا الحديث، imepita pamoja nasi hadithi ya mtume, ma min ayyam al-amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah, hakuna katika masiku amali njema ndani yake inapendeza zaidi kwa Allah, minhu fi hadhihi al-ashr, kuliko katika makumi haya. Fajami'u al-a'mali as-salihah, basi matendo yote yaliokuwa mema, wal qurbatu, na yale ya kujikurubishwa kwa Allah, yustahabbu al-iktharu, inasuniwa kukithirisha minha, matendo hayo, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya. Yani jipange wewe uyafanye matendo mema katika masiku haya. Wala shakka, wala kuna shaka yoyote, anna al-hajja was-salata was-siyam, kwamba hija na sala na funga, was-sadaqa na sadaqa, wal-udhiya, na kile kichinjwa, min ahammi hadhihi al-a'mal, ni katika muhimu ya haya matendo. Katika matendo muhimu ni haya, mtu kuwa anafanyaje? Mtu ambaye anaweza kwenda hija, ende hija, anasali mtu sana faradhi, sunna, anafunga, anatoa sadaka, anachinja katika masiku haya, na kufanya ibada nyingine ambazo tumeziona mtume amezifaradhisha na kuzisunisha. Falhajj faridatun ala kulli mukallafin mustati', hija ni faradhi juu ya kila mwenye uwezo. Mukallaf maana yake nini? Aqilun baligh, mtu ambaye mwenye akili, mwenye
balighi mustati' mwenye uwezo. Wa huwa fardhu marratan fil umri, nayo ni faradhi mara moja katika umri wa mwanadamu. Akishaenda ija mtu mara moja, sakata anhu adhimma, ile atalab imeandikwa kwa talab, yani tayari kishatekeleza wajibu katika umri wake. Bihadithi alhajj marra faman zada fahuwa tatawwu, hija ni mara moja, atakayezidisha hiyo ni sunna. faman hajja alfaridha, atakayehiji faradhi, yustahabbu lahu alhajj marratan ukhra, fatasuniwa kwake kuhiji mara nyingine. wal udhiya wajibatun ala arrajih, na kuchinja udhiya ni wajib kwa yule mwenye uwezo, anasema ala arrajih, juu ya kauli yenye nguvu, lilqadir alayhi, kwa yule ambaye mwenye uwezo. Sawa, jitizame wewe, hivi kweli wewe unakosa mathalan 1,500,000 mwaka mzima ukaamua kuchinja kwa ajili ya Allah, unashindwa? Kwa sababu naweza mkajikusanya watu wanga 7, mkatafuta ng'ombe kila mmoja 1,00,000 au 1,500,000 au ng'ombe wa kawaida pengine 80,000, mkajichanga mkajiweka mkachinja kwa ajili ya Allah. Anapenda jambo la iraqati dima, kumwaga damu kwa ajili yake, achinjwa mnyama kwa ajili ya Allah. Hebu watu wajikusanye, na wana uwezo wa kufanya hilo jambo. Mnatoa pesa nyingi katika mambo mengine. Katika watu wenye kutumia sana ni wanafunzi, likiingia tubumu hao wengine mpaka wajengea na kulipa hamlipi. Lilqadira wa waqtuha, na wakati wake min ba'di salati al-Eid, min ba'di salati Eid al-Adha, baada sala Eid al-Adha ila akhir ayam at-tashriq al-13 min Dhul-Hijja, mpaka mwisho wa mchana wa masiku ya tashriki, ule mwezi 13 wa Dhul-Hijja. Tazama, Arafa tumefunga, siku ya pili nini? Sikukuu yaumun nahr, sawa. Siku ya tatu ambayo itakuwa mwezi 11, na ya mbele yake mwezi 12, na ya mbele yake mwezi 13. Hizi ukichukua pamoja na ile sikukuu zote ni siku ngapi? 4. Hizi katika Uislamu ni Eid, na ni haram kufungwa siku hizi, haifai kufunga. Kuna watu wengine wanasema mimi nafunga masiku meupe, masiku meupe funga miezi mingine. Ndani ya Dhul-Hijja haifai, ni haram kufunga. Ni siku za kula na kunywa na kumdhukuru Allah, kwa hiyo watu nitakana wachinje. Kwa hiyo ima mtu ataanza ile siku ya sikukuu baada tu ya sala ya Eid, ataenda nayo mpaka mwezi 13 la asiri, kabla kuingia magharibi, la asiri yake kabla kuingia magharibi. Kwa anaweza akachinja sikukuu ya mwanzo, sikukuu ya pili, sikukuu ya tatu, sikukuu ya 4 kabla kuingia magharibi. Na hii sikukuu ndiyo kubwa, ni wanawake, sikukuu hii ndiyo kubwa, lakini hii hawapiki watu. Unaweza ukakuta watu waenda kununua boflo za bakery sikukuu hii, lakini ile ya Ramadhani ile watu wanatafuta Lailatul Qadr, wanawake wao ndio kwanza wako na makeki usiku, wamechoka pika makeki, kumbe wavivu tu kufanya ibada baadhi yao. Lakini na sio kama wasipike siku zile, lakini ile ndogo hii kubwa, hata kule darajani unakuta ile ya Ramadhani ndio kuna vurugu. Hii watu wana habari, wachukua mitumba ile ile ya mfungo mosi, na ile kule asli sikukuu ni moja. Hii ndio sikukuu ngapi? 4. Qala nasema wa hiya min afdal al-a'mal as-salihah fi al-'ashr, ni katika matendo bora zaidi katika 10 hili. Wasiyam, na funga, min afdal al-a'mal as-salihah, ni katika amali zilizokuwa bora zaidi. Fa yustahabbu lahu an yukthira min as-siyam, panasuniwa kwake kukithirisha katika funga, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, wa khassa yawm Arafa, hasa siku ya Arafa, siku ambayo imekuja kutajwa kufungwa kwake kwa kuainishwa. Sasa ni siku gani? Siku ya Arafa. Hiyo ndio siku ambayo itakani mtu impite, sawa. Fafihi thawabun adhim, ndani yake kuna thawabu kubwa, kama sayati qariban, kama itakuja karib. Wa fi siyamil mutlaq, na katika kule kufunga tu moja kwa moja, yani kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 8, kufungwa kwake unaingia katika yale matendo yaliokuwa bora. Umeelewa? Kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 8, si watu wanafunga, kufunga kwake kunaingia katika yale masiku, yani katika zile amali bora. Ma min ayyam al-amalu salih, kwa hiyo katika amalu salih inaingia funga. Lakini zile karatasi
na vipeperushi vinavyotaja kila siku moja na fadhila zake. Atakayefunga mwezi mosi sawa na ibada ya Nabii Nuh, atakayefunga mwezi pili sawa sio ameenda Maka mara 10. Hizo ni za uongo, hazina ukweli, zichane, hazina faida. Wewe ukiona message sijui asiyemtumia mwenzake sijui atapata maradhi, wewe tu usimtumie mtu na wala huumu. Na kama kuna peperushi wewe vichane. Mshaziona zile karatasi kwa zamani wanasema sijui anayesimamia kaburi la mtume imamu wa wapi anasema sijui karatasi hizo zitoe kwa watu 10. Usipotoa kwa watu 10 unafanyaje? Unakufa. Mpaka leo tuko hai. Hadi ni uongo. Tukiona message za namna hizo ujue ni uongo. Au zile message unaambiwa kuna mtoto kwa daraja bovu kasungumza wakati amezaliwa, au kuna nywele ziko tomondo kwa za mtume. Tomondo bora gisema Arabuni. Qala wa fi siyam al-mutlaq, na katika kule kufunga tu moja kwa moja, jaa at-targhib fihi, pamekuja kupendezeshwa ndani yake kathiran, kupendezeshwa sana. Wa min dhalika ma rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu an Abi Umama radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasul Allah dullani ala amal, nilimwambia mtume wa Allah nijuze mimi, nijulishe juu ya amal adkhulu bihi aljanna, nitayoingia kwayo peponi. Qala, mtume akamwambia alayka bisawm, lazimiana na nini? Funga. La mithla lahu, haina mfano. Hii ni ibada ya siri baina yako na baina ya Allah. Tena kwa yule ambaye anayekithirisha kufunga, hakuna haja kumwacha sheitani akuchezee ukataka watu wakujue kwamba wewe umefunga leo, na utaratibu wako ni kufunga. Tuenze tu bwana kaftere tukale, leo Jumatatu, leo si watu wa Jumatatu. Watu wa Jumatatu nyinyi mna nini? Mna nini? Kwa hiyo amali hii fiche siri, asijue zaidi ya Allah azza wa jalla, illa katika namna ambayo hakuna namna. ومن الأعمال الصالحة التكبير، نكتك عمل جيما يقسم الله أكبر، فيستحب التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، فنسونيوا كلية تكبيرا تحميدنا تهليل التسبيح أيام العشر مسكوها يقومي، وإظهار ذلك في المساجد، نكذير شوائو كتك مسكيتي، والمنازل نكتك مجومبا، والطرقات نمجية وغيرها نمنجنيو. قال الله تعالى، الله نسيما ليشهدوا منافع لهم، إلي وشهدية منفعيao، ويذكروا اسم الله، نوالتاج جنال الله في أيام معلومات كتك مسيك معلوم، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يكلي الله لتورزقه كتك wanyama hoa ng'ombe, mbuzi, kondoo, gamia, nao ndo wa kuchinjwa. Nyama kumchinja ima uchinje mbuzi au kondoo mmoja, au ushirikiane watu 7 mchinje ng'ombe au ngamia. Hao ndo wanyama hoa. Wa jumhurul mufassirina, na jumhuri wanavyoni wa tafsiri, ala anna al-ayyam al-ma'lumat, kwamba yale masiku yenye kujulikana hiya ayyamul 10 min dhil-hijja, ndo haya masiku 10 ya dhul-hijja. Waqad marra ma'ana qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na imepita pamoja nasi kauli yake mtume aliposema faakthiru fihinna, kithirisheni ndani yake min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid, katika jambo la kumhalili Allah na kumkabiri na kumhimidi. Wat-takbiru fi hadha az-zaman, zama shekha anakutoa tanbih, anasema na kuleta takbir katika zama hizi, sara min as-sunan al-mahjura, imekuwa ni katika sunna iliyohamwa. Watu wengi hawalifanyi jambo hili. Sasa nyinyi si mkuumu darasani, ukitoka venue moja kwenda nyingine ulete takbira, lete takbira, hata kama onekane chizi. Unajua kuna mambo mengine ukiyafanya watu wanaona kama ushadata. Mtume kasema watu wawili hata wakipishana kwenye ukuta kama huu wapeane salamu, lakini wewe jaribu nyumbani, kile ukiingia utoa salamu, wewe babu umetukodi si unatulipa, unaonekana kama umedata hivi, lakini ndio sunna. Unajua salamu inaleta mapenzi, salamu inaleta mapenzi. Mtume kasema antum tahabbtum afshu salam. Kwa hiyo mtu akimwona mwenzake tu ampe salamu, ndio jambo ambalo lenye kuleta mapenzi. Na wengine watu wananuniana sababu hakuna salamu baina yao. Kwa hiyo ni katika sunna zilizohama, faya mbadhi al-jahru bihi, inatakikana kudhihirishwa hiyo, wala siyama fi awwal al-ashr, hasa katika 10. Kwa hiyo takbira katika Eidul Adha inaanza baada ya mwezi kuandama. Ukishaingia tu mwezi wa Dhulhijja tunaanza kufanyaje? Kuleta takbira. Sawa? Kinyume na ile ya Ramadhani.
وقد ثبت عن السلف نعم ثبت kutoka masalaf ذلك hilo ومنهم عبد الله بن عمر وابو هريره عبد الله بن عمر ابو هريره ففي الحديث imekuja katika hadithi annahuma kana yakhrujani ila as-suq kwamba wao walikuwa wakitoka kwenda sokoni ayyam al-ashri siku hizi 10 yukabbirani wakileta takbira wa yukabbiru an-nasu na watu wakileta takbira bitakbirihima wa takbira zao. Kwa hiyo watu na wao wanaleta takbira kwa kuwa wao washawaongoza. Wa min al-a'mali as-salihah allati yanbaghi al-iktharu minha, na katika matendo mema ambayo inatakikana kukithirishwa fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an. Jamani, watu wameihama Qur'an, hasa wanafunzi wao kuna madesa hawana muda kusoma Qur'an. Lakini unashangaa mwingine kwenye kompyuta yake kuna movie, wanawake wamejaza za Kihindi na za Kikorea, wanaume wana mipira, wana magemu, watu na bize zao, lakini haya mambo anayofanya inawezekana kasoma mambo yamembana, sasa anaperuzi movie yake anatizama. Lakini mtu kusoma Qur'ani hawezi, mzito katika kusoma Qur'ani. Na mwingine ukiona nsinzia basi unajua anasoma Qur'ani, ukiona nsinzia tu pale unajua alikuwa anasoma Qur'ani, kwa sababu shaitani hamwachi mtu. Sasa mtu ajitahidi. Hivi kweli wewe toka ulipohama kwa Bihalimu Mweupe madrasa kule mpaka leo uko juzuu hiyo mutaffifina huimalizi vipi? Kuna mwingine mpaka anaolewa yuko mutaffifina hapo mutaffifina anazaa mutaffifina anakufa mutaffifina. Tusome Qur'an, walimu wapo, na leo kuna njia nyingi za kumwezesha mtu kusoma Qur'an. Basi sikiliza, yule anayesikiliza Qur'an anashirikiana na yule mwenye kusoma katika ujira. Sikiliza Qur'an. Wewe uko na nani tu? Zuchu. Wa min al-a'mal as-salihah allati na'am al-ikthar min wa qira'ati kutub as-sunnah, kusoma vitabu vya sunna, wa tawbati an-nasuha, na toba ya kweli, wa salawati at-tatawwu', na sala za sunna, wa ghairiha min al-a'mal, na mengineyo katika matendo. Waliyahris al-muslim, na akupie muislam ala mawasim al-khair, katika mawasim za khairi. Waliyuqaddim li nafsihi amalan salihan, na itangulizie nafsi yake matendo mema, yajiduhu fi hasanatihi, atakayo yakuta katika mema yake. Kwa hiyo huu ndo muda wetu, muda kukithirisha ibada. Tunamwomba Allah kupe nguvu katika masiku haya, kunafanya amali njema. Kama mtu mzazi wake shatangulia, unamtolea sadaka, unamfanyia khairi, unamwombea dua na katika mambo ambayo tumeyaona ya khairi. Allah kituafikisha kutoka hapo katika fadhli yaumi Arafa na fadhli yaumi Nahri na ahkami zake, kadhalika ayami tashriki na adabu zake, ya kuyaona haya katika majlisi inayokuja mbele. Nas'alullah as-salamata al-afia. Allahu a'lam. Ikiwa kuna mtu mmegombana na akakwambia hawezi kukusamehe hadi ingize kaburini, na ukimsalimia amesema atakufanya kitu kibaya sana, na atakutukutania mama yako, yani atakutokana mama yako, je, huyu utaishi naye vipi, hasa katika masiku haya matukufu? Kama kuna njia ya kumtafuta mtu ambaye anamweza, so nasema hogo haliogoki kila kwa hogo jenziwe, si ndio? Kama kuna mtu ambaye unajua unahisi anamweza, akawa kati kuleka sawa jambo lenu, kuomba msamaha, na muda mwingine hata kujishusha ili jambo likae sawa, basi fanya. Ukiona njia zote zimefungika kwake, Allah anajua nia yako, Allah anajua nia yako. Na kama ikiwa kumsalimia kwako kutaleta madhara, basi usimsalimie. Sio tena hapa unamsalimia chuoni, japo iko pale mnafukuzwa chuo, mmegombana, mmepiana kwa sababu ya salamu. Yeye kama hataki, Allah anajua nia yako. Lakini Allah anasema ala tuhibbuna ayaghfir Allahu lakum. Nani kati yetu sisi hana madhambi? Nani? Kuna mtu ambaye hana madhambi? Kuna mtu ambaye hana makosa? Hasa wewe kwa hutaki kumsamehe mwenzako, wewe vipi Allah atakusamehe? Jambo la mwanzo. Lakini jambo la pili, ikiwa mtu mfano hujamsamehe kwa sababu unamdai 10,000 mathalan,
sawa. Siku ya kiyama ikiwa hujamsamehe utarejeshewa 10,000 yako ile bila kuzidi, lakini kama utaamua kumsamehe Allah atakupa ujira bila hisabu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe na kutengeza ujira wake kwa Allah. Kwa hiyo humkomoi mtu kumwambia mimi sikusamehe, maana wewe utapata kile ulichokuwa umekipoteza kwake, lakini ukimsamehe wewe ujira wako unakuwa nini? Mkubwa. Kwa hiyo lipi lilokuwa bora? Samehe tu. Hafsa ni binadamu, hujui atakufaa vipi kesho katika dunia yako na akhera yako. Kwa hiyo hakuna haja kuwekeana mabifu. Alafu ukimwekea mtu bifu wewe ndio unaumia zaidi. Wewe kuna baadhi ya mambo mengine potezea tu, kisha fanya ndio lishakuwa na anaomba msamaha basi. Tumeelewana? Afa ya mambo wanaume wafanye, mwanamume anasamehe na wanawake pia hawafanyi jamani. Wale wanawake wanafanya wa zamani. Alafu huyo si mke mwenzako wala sijui nani sijui, wewe umwekea bifu la nini? Hata mke mwenza pia ikiwa bifu wanapendana siku hizi, lakini wakijora anamnulia mwenzake. Vipi kuhusu yule alienda kumhijia mwingine? Yeye yakifika haya masiku 10 pia yeye kule aliko anaruhusiwa kunyoa? La, anatekeleza ibada ya hija, anayafanya yale yote anayoyafanya hujaji, hata kama ikiwa hija ile ni ya kumhijia mtu, sawa. Yani hii haingii katika ibada ya hija au funga, kwani ukimfungia mtu maana yake wewe ndio utakula, utasema mimi namfungia fulani na kula, huli, si ndio? Kadhalika ibada ya hija atafanya kama vile yeye ndio musi. Funga iliyokuja katika masiku 10 ni funga ya Arafa pekee. Yani tukisema iliyokuja maana yake katika kuainishwa, sawa, na kutajwa fadhila zake. Zipo hadithi zinataja kwamba mtume alikuwa anafunga 10, sawa, na anaviona akasema ni 10 za Dhulhijja. Lakini pia ziko hadithi Aisha anasema sikumwona mtume akifunga siku 10. Kwa hiyo kama hadithi zina, lakini tunasemaje? Tunasema kufunga ni sunna kwa sababu funga inaingia katika matendo mema, lakini kile kilichokusishwa sasa katika funga ni siku ya Arafa. Hii maana yake atakayekosa amepitwa na fadhila nyingi sana. Naam. Assalamu alaykum.